Online TV. Kwa Sister Nuswe Ambokile ni afisa muuguzi, lakini kwa Temeke hospitali ni muuguzi mfawizi, ni muuguzi kiongozi katika hospitali ya mkoa wa Temeke. Huduma Mwambata kwa Kiingereza tunaita Labor Care Guide. Hii huduma Mwambata imetokana na mfululizo wa miongozo ya Wizara ya Afya ambayo mwanzo tulikuwa tunatumia patograph. Lakini sasa ikaamua kuboresha na kuiweka hii huduma Mwambata ambayo inaitwa Labor Care Guide, ikiwa ina maana kwamba mama mjamzito anapokuja hospitali, kwa mfano hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke, aje na ndugu anayempenda au aje na rafiki anayemhitaji muda wa kujifungua mpaka anaporudi nyumbani. Kwa hiyo huduma Mwambata huwa haimzuii mgonjwa au ndugu wa mgonjwa kuingia leba moja kwa moja kwa ajili ya kushuhudia ndugu yake anapojifungua mpaka anaporudi nyumbani. Kwa hiyo hapa inamruhusu awe shangazi yake, awe mume wake kuja kuona nini kinafanyika mpaka mtoto wake anarudi nyumbani na mtoto akiwa salama na mama akiwa salama. Na moja ya faida ya huduma Mwambata ni kwamba kwanza inatupunguzia kazi sisi kama wauguzi. Muuguzi anaweza kaingia kazini wawili, watatu na mama akawa 5, 6 wanajifungua. Kwa hiyo muuguzi peke yake mmoja au watatu kwa hudumia mama 5 kwa wakati mmoja, saa nyingine inakuwa sio rahisi. Na kuna huduma zingine sio za kiuguzi zaidi, kwa mgonjwa anahitaji maji ya kunywa. Nesi atatoka saa ngapi atoke akachukue maji ya kunywa. Lakini kama kuna ndugu pale, mume yuko pale, ataenda nje, atachukua maji, atamletea mgonjwa wake. Au kuna kitu kingine tunawaandikia dawa. Kwa mfano mtu baba kachukue pharmacy dawa Panadol kwa ajili ya mgonjwa. Muuguzi hawezi kutoka aende nje tena akachukue dawa aje ampe mgonjwa. Kwa hiyo ina maana kama ni mume wake au shangazi yake, wifi mtu atachukua fedha, ataenda kununua dawa na kumletea mgonjwa. Sisi kama wauguzi tutahakisha ile dawa tunampa mgonjwa kwa dozi ambayo daktari amefanyaje, ameiandika. Na faida ya pili, huyu mgonjwa hasa akiwa na mpenzi wake au mume wake anajisikia faraja kujifungua mbele ya mume wake. Kwa sababu tumeshuhudia baadhi ya wanaume kuingia sehemu kama hizi wanaogopa sana. Wanaona kama hivi mke wangu anikiona anavyojifungua, nikimuona mimi nitajisikiaje au itakuwaje. Kuna watu wengine ashajifungua tu anamwambia nenda nyumbani kwa wazazi wangu au nenda nyumbani kwa wazazi wako ukakae kule mpaka utakaporudi kwenye hali yako ya kawaida ndio urudi. Lakini kwa huduma Mwambata Wizara ya Afya imetuboreshea, yani kuwa upendo wa mume na mke unazidi kuongezeka siku zote, siku za ujauzito na siku za kawaida. Kwa hiyo ile mama hata zile stress za kuwa mume wangu ameniacha au mume wangu sasa anafanya nini, mimi napata shida, anakuwa haoni. Kitu kingine ambacho tunaona kama hii huduma Mwambata imetusaidia ni kwamba yule mume naye anashuhudia matokeo ambayo mume wake na mke wake anafanya. Kiasi kwamba wakati mwingine tukiwaambia tu tuzae kwa mpango, wanaume wengine wanakuwa hatuelewi. Huyu mama ni kufa na kupona anapokuja kujifungua kuleba. Ndio maana madaktari wanakuwa wanaumiza vichwa, manesi wanaumiza vichwa. Kiasi kwamba mtoto anapokuwa mama anapokuwa anajifungua mpaka akajifungua salama, nesi, daktari tunakuwa na furaha kwa sababu mtoto katoka salama. Lakini ni huduma ambayo ni wakati ambao ni mgumu sana, ambapo kitu kizembea manesi kidogo, madaraka kidogo au mama mwenyewe akazembea muda kujifungua akabana, mtoto akasitoke kwa uhuru, tunaweza kasababisha matatizo. Ndio maana mnasa wengine kuna watoto wengi wako tunafanyia mazoezi hapa Temeke wapo, wamezaliwa lakini ana miaka 2 mpaka leo hatembei, mpaka leo haongei, mpaka leo hajaenda shule kwa sababu ilikuwa yani kuna complication ambazo alipata mama kipindi anafanyaje, anajifungua. Kwa hiyo baba akiona haya matatizo ambayo anapata mama, atakuwa ni rahisi hata yeye kufikiria zile huduma za uzazi wa mpango ambazo tunatoa, ambazo tunasema mama akaita miaka 2, 3 ndio apate nini, mtoto mwingine. Kwa hiyo kwa baba itakuwa hivyo. Faida nyingine sisi imetupunguzia sana vifo vya mama na mtoto. Temeke RH kwa miaka iliyopita vifo kwa mwaka 7, 8, 13, lakini toka tumeanza huduma Mwambata mpaka sasa kuanzia mwaka huu uanze na kifo kimoja tu. Nacho kifo kilikuwa ni cha bahati mbaya ambacho tulishindwa kukizuia. Kwa hiyo huduma hii ya Mwambata imetusaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto. Kwa hiyo hii huduma imesaidia hata manesi na madaktari kuwa na discipline, kwa sababu huwezi kutoa matusi mbele ya ndugu wa mgonjwa. Utashtakiwa kwa sababu evidence zitakuwepo pale. Lakini zamani mgonjwa kwa akiwa peke yake, kwa hata ukimfinya atamwambia nani? Hata ukimsemea vibaya atamwambia nani? Bahati mbaya baba nesi ameenda kuchukua kifaa na rudi mtoto yuko mlangoni anataka kutoka. Yuko pale relative. Anaweza atakamshika. Kwa nesi anakuja kimbia kuna mtu anafanyaje?
anatoka, lakini zamani watoto wanadondoka mpaka chini. Nesi anafika pale, odi limejaa, wagonjwa wengi, nesi iko mmoja, mgonjwa kadondoka chini. Lakini kwa huduma hii ya Mwambata inatusaidia sana sana sisi kama wauguzi na madaktari ambao tunatoa huduma katika rufaa ya hospitali ya mkoa wa Temeke. Kiasi kwamba mpaka jamii yenyewe huwa akifika hapa tukiwaambia wewe usiondoke, kaa na mgonjwa, wanashangaa. Ni baki, tunaambia baki tu. Mpaka ambapo tutakwambia nini uondoke mpaka mama atakafanyaje kuja kujifungua. Kwa huduma Mwambata tumeipenda sana, tumeipokea sana, na ilivyoanzishwa tu baada ya kumwambia mkurugenzi wangu Dr. Kimaro alinipa dokezo chap tukajaza na kujenga vyumba 5 ambavyo kila mama anaingia kwenye chumba chake. Kama nitakapokuonyesha, kila chumba kina mahitaji muhimu ya mgonjwa, muda muuguzi au daktari anapotoa huduma. Asante. Wananchi wameipokeaje? Wanajitokeza kuja na ndugu zao, kina mama wajawazito mpaka sasa hivi? Yaani kina mama wajawazito wanajitokeza sana kwa sababu katika, kwa mfano tukichukulia kota iliyopita, mwezi wa kwanza, wa pili na wa tatu, kina mama zaidi 800 walijifungua hapa, lakini nusu yao 400 walikuja na wapenzi wao, walikuja na jamaa zao, walikuja na ndugu zao, na wao wanaifurahia huduma kwa sababu wanashangaa. Kuna mmoja mkutana naye hapo siku anashangaa sana, mama mimi nimeingia toka jana nilikuwa mndani na manesi wako, na washukuru sana, amenihudumia vizuri sana, wanipe paka chai ya kunywa. Yaani manesi wangu walimpa paka chai ya kunywa yule mtu ambaye amekaa na mgonjwa hapa ndani. Kwa hiyo hii huduma wanaifurahia na wanaendelea kuitangaza. Yaani nusu ya wagonjwa ambao wanaingia Temeke wanakuja na watu hawapendao kwa ajili ya kupewa hii huduma. Mimi naambia tu wanaume ambao wanakuwa wanaogopa kuingia leba wasiogope. Ni huduma rafiki, haitishi. Hata kile kipindi kile ambacho mtoto anazaliwa, kama utajiri kutoka nje kidogo, utatoka tu nje kidogo, lakini dakika mbili utafanyaje? Unaruhusiwa kuingia tena ili uone process ya mgonjwa wako au mke wako anapopata mtoto ambaye anaingia duniani, ambao sisi ambao tunasema ni wasaidizi wa Mungu tunakuwa pale kwa ajili ya kutoa kile kiumbe, kwa sababu tuwezi kujua ile kiumbe atakuwa ni nani baadaye. Maono yapo ya kuongeza nafasi kwa ajili ya huduma Mwambata, kwa sababu hii huduma Mwambata itakiwa yaanzie mwanzo kabisa kule mama anapoingia na ujauzito wake kabla hajafika hapa leba. Lakini sasa kutokana na ufinyu wa majengo, kama mlivyosikia hata naibu waziri wa afya Molel aliongea juzi bungeni, kwa Temeke tunapeka magorofa. Kwa hiyo tunasubiri hiyo gorofa likishafika, kuna sehemu ambayo imetengwa kabisa kwa ajili ya mama na mtoto tu, ambayo itakuwa na vyumba zaidi ya 10 vya huduma Mwambata, kwa sababu tunavyo 5. Kwa hiyo itakuwa zaidi ya 10, kwa sababu tunajua kina mama bado wataendelea kuja, kwa sababu toka miundombinu Mama Samia alivyoweka vizuri, watu wanaitia kwa wingi sana kuja hospitali za rufaa kwa ajili ya matibabu. Kama ambavyo mnaona vifaa vipo vyote. Hakuna kifaa ambacho kwenye huduma ya uzazi ya mama na mtoto sisi hatuna. Na mkurugenzi wetu mara nyingi amekuwa ni gynecologist mkurugenzi wetu. Kwa ina maana huduma mama na mtoto ipo muoni mwake. Kwa hiyo kuna kifaa chochote ambacho wauguzi au madaktari watahitaji, huwa kichelewe, kinafika kwa wakati na huduma zinaendelea. Wale wanaume au wale wenza ambao wanawakabidhi ndugu zao, kwa mfano akamkabidhi mama yake mzazi, akamkabidhi dada yake, kwa nenda hospitali mpeke wifi yako, nenda hospitali mpeke mke wangu, wala sisi tunawakaribisha. Kwa sababu wanakuja hao ndugu zao ambao wanaambia waje hapa Temeke hospitali, lakini wakifika tukiwaambia kuna huduma ya Mwambata kwa mtu yote anaruhusiwa, wanapigiwa simu. Wakipigiwa simu na wanakuja kweli, twende kwa muone mke wako anataka kujifungua au kashajifungua, yuko hospitali ya Temeke, nitaruhusiwa. Wanaambia utaruhusiwa kuingia mpaka ndani. Kwa hiyo ina maana hata hiyo utakuja, baadhi ya wanaume kutokuja, wengine wanapenda, lakini kumbe hawakuwa hawajui kama kuna huduma Mwambata ambao ataingia mpaka ndani. Anajua atasubiri tu nje, akae nje, ataambia bwana mke wako kajifungua, subiri akitoka uende naye nyumbani. Kwa hiyo hao ambao wanawatuma wanarudisha mrejesho kule kwa jamani, pale kuna huduma Mwambata, unaruhusiwa kuingia, mimi naenda asubuhi, utaenda mchana kumchukua mke wako, utarudi naye. Kwa vitu kama hivyo. Wito kwa jamii, Temeke hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke inawakaribisha sana, ina wauguzi waliobebea, una maspecialist waliobebea. Kwa hiyo wanapenda wagonjwa. Na hii huduma Mwambata hii tunaifanya sehemu zote. Hata wanapoongea hapa, nesi wangu yupo kituo jirani hapo Epifania, tena ni private, ameenda kufundisha kuhusu huduma Mwambata. Kwa hiyo huduma Mwambata si kwa mtu yote ambaye anahitaji, anakaribishwa. Awe Mwananyamala, awe Amana, awe wapi. Tunabadilishana mawazo. Wanaweza kama wenzangu wanazo, lakini kubadilishana mawazo ndo kila kitu. Unaweza kama mimi nimeweka vizuri, kumbe wa Amana akija anaweza kaniambia matron hapa tuweke 1 2 3 au hapa pakae 1 2 3. Kuna masharti ambayo tumeyaweka mtu anapoingia kumuona mgonjwa wake au huyo mama anayejifungua,
kwa hiyo huduma Mwambata. Kwa hiyo mama au baba au wifi akifika lazima avae buti. Tuna buti zetu ziko hapo. Lazima avae buti. Akishavaa buti kuna magauni ambayo tunamvaisha gauni. Akishavaa gauni alafu kuna kofia. Baada ya kuvaa hivyo vitu, kama alikuwa na vitu vyake kupeka kule ndani, kama ni chakula ni nini, basi tutamsindikiza mpaka chumba cha kujifungulia. Atakaa hapo, atakuta kuna kiti, atakaa hapo, atampa nini mgonjwa chakula chake. Na kuna vitu vingine ambavyo tunataka sasa tulipo avifanye kwa ndani. Kama tunaona kuna shida ya mgonjwa, asikifanye aje alipoti haraka sana kwetu. Kama ameingia hapo chumbani unaona kuna dalili ambazo zinaonyesha ndizo sizo kwa mgonjwa, aje atuambie ili sisi tuone nini cha kufanyaje, cha kufanya kwa mgonjwa. Kwa kuna vitu vingine hatumruhusu wafanye. Kwa mfano kumpa dawa, uruhusu kumpa dawa. Na kumpa maji ya kunywa, kumpa chakula. Labda anza akamwambia baba nisugue mgongoni hapa najisikia maumivu kwenye kiuno, anaruhusiwa kumsugua mtu ambaye anakaa naye. Lakini kuna vitu vingine ambavyo vya medical zaidi huyu mtu haruhusiwi. Alafu kuna mambo mengine kama maadili kama kawaida. Unajua mtu anaumwa, basi tufuate ile maadili kwa usaidizi anaumwa. Akishapona ndio vitu vingine vitafanyaje? Vitaendelea. Kwa hiyo masharti ambayo tunapa sini hao ambao yanatekelezeka. Sisi Temeke Hospitali tuko vizuri. Management, mkurugenzi wetu wote tupo vizuri kwa ajili ya kutoa huduma hii ya Mwambata. Na tumeipokea huduma ya Mwambata kutoka Wizara ya Afya kwa mikono miwili. Huu ni mwongozo wa Wizara ya Afya na wala sio mwongozo wa Temeke, ambapo nchi nzima imeombwa ifanye huduma ya Mwambata. Kwa sababu huduma Mwambata moja ya faida kubwa kabisa ambayo wizara ilikuwa inataka, vifo vya mama na mtoto vilikuwa vingi, lakini sasa vimepungua. Vimepungua vifo vya mama na mtoto. Kwa hiyo sasa sisi tunasema kwa mtu yote ambaye atapata shida, atapata malalamiko yote au anapata changamoto yote au anataka kuuliza tu, awasiliane na uongozi wa rufaa ya mkoa wa Temeke kwa ajili ya kutatua hilo jambo kabla hajafika mbali, kwa sababu kuna vitu vingine ni vya kawaida tu ambavyo ni mawasiliano. Mawasiliano kishakuwa mabaya, hata kama kitu ni kizuri, mtu anaweza ukafikiria ndivyo sivyo au ukatafsiri ndivyo sivyo. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa namba za simu ambazo zipo. Kwa mimi muuguzi mfawizi, namba yangu ni 0716 18 58 89. Kwa majina naitwa Hadija Saidi Chagila. Mimi ni bibi wa Farida ambaye ni mjukuu wangu amejifungua huyu mtoto. Kwa kweli kwa enzi ambazo tunajifungua sisi wa bibi zake, haya niliyaona sasa hivi nilikuwa sijayaona. Maana yake mimi kipindi najifungua mama yangu alikuwa hafiki eneo husika ambalo nipo mimi mzazi. Lakini nimefarijika sana leo hii mjukuu wangu amejifungua. Karuhusiwa mama yake, nimeruhusiwa hata bibi kuingia ndani, na leo nimeshika katukua na mjukuu wangu namuona ikiwa anaendelea vizuri. Na nashukuru huduma sasa hivi nadhani imeboreka vizuri sana hospitali ya Temeke. Nimefarijika mno na huduma ya sasa. Tofauti na ya zamani. Unalalamika peke yako, sasa hivi inaelekea hata mjukuu wangu alikuwa analalamika mama yake akaruhusiwa kuingia kumsaidia kuugua na kumbeleza. Yaani nimefarijika mno na huduma ya Temeke. Nadhani haya matunda ya Mama Samia Hassan. Mimi Bashiru Abdalla nimejifungua leo alfajiri asubuhi. Nashukuru Mwenyezi Mungu nijifungua salama na huduma yao nimeipenda. Ndugu dada yangu alikaa pembeni ananiangalia muda najifungua. Sijategemea kama nitapata huduma kama hii. Tofauti na wazazi wangu wa kwanza ambao nimejifungua. Mwenyezi Mungu atawalipa. Mwenyezi Mungu azidishie kila laheri katika kazi zao. Mimi nakaribisha sana njoni Temeke mjifungue, na kuna huduma nzuri, wanafanya kazi vizuri, wanakunyenyekea kama upo nyumbani, unajifungua mbele ya ndugu zako, yote unamtakaye kama mume wako, mama yako, dada yako, muda unajifungua anataka nakakuona mpaka mtakujifungua anaondoka. Hapa ni vyumba vyetu vya Mama Mwambata ambayo tuna vyumba kama 5 vya kina mama kwa ajili ya kujifungua. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe kwenye chumba cha kwanza uone ambavyo huduma zinatolewa au ndugu wa mgonjwa anavyofika na kukaa ndani ya chumba hiki. Hiki chumba kuna vitu muhimu sana vya mgonjwa, kuna vitu muhimu sana kwa ajili ya kumwangalia mgonjwa muda ambapo anakuwa yuko hapa. Hiki hapa ni kiti ambacho anakaa mtu anayekuwa na mgonjwa au mama anayekuja kujifungua, kama ni mume wake, kama ni shangazi yake, wifi yake, anakaa kwenye hiki kiti. Na hii hapa ni monitor.
Hii ndo inaangalia maendeleo ya mama. Tunasema vital sign. Tunaangalia BP, tunaangalia oxygen hapa inaendaje. Tunaangalia vipimo vyote vya mama ambavyo tunampima akiwa chumba chake. Na kila chumba kina monitor moja ili nesi asipate shida ya kutoa na kwenda kuazima sehemu na kupeleka chumba kingine. Kwa hiyo mama nesi akiingia ndani, pressure mama, pressure yote aliyopo ndani itamhusu hii mashine kwa ajili ya kumpimia. Vile vile tunayo inaitwa CT. Hii hapa ni kama inaangalia maendeleo ya mama na mtoto. Maendeleo ya mama na mtoto. Mama kama anakuwa na shida kwenye mapigo ya moyo ya mtoto akiwa tumboni, kuna kitu kina sense kuwa huyu mama mapigo ya moyo sio yenyewe. Kwa hiyo madaktari wanafanya maamuzi kama tutampeka mgonjwa kwa ajili ya kufanyia operation, kwa ajili ya kufanyia operation, au kuna vitu ambavyo inabidi waviweke, kuna dawa ambayo inabidi waweke ili ajifungue. Kwa hiyo hapa inaonyesha mfumo mzima wa mama. Hivi ni vifaa vya mama kwa ajili ya kujifungulia ambavyo tunatumia, kila kitu kipo hapa. Pakiza kila kitu. Na hiki ndio kitanda ambacho mama anajifungulia. KM Online TV.